Siku moja tu baada ya seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli kumfokea gavana wa kaunti hiyo Kenneth Lusaka kuhusu utepetevu wa kazi, wafanyabiashara katika soko la Nalondo, eneo bunge la Kabuchai, wamelalamikia ukosefu wa vyoo, maji, taa za mulika mwizi na mahala pa kutupa taka, japo ni walipa ushuru. Wafanyabiashara hao wanamtaka gavana Lusaka na serikali yake kuhakikisha kwamba soko hilo linajengewa vyoo na miundombinu ili kuwawezesha wafanyabiashara hao kufanya kazi katika mazingira bora. Tazama. Angalia miradi mikubwa ya soko hapa Bungoma. Soko ya Kandui walilipa pesa zote. Bado wanataka kufanya mabadiliko ya fedha inaitwa variation. Soko ya Kamukuywa pesa zote zililipwa. Bado wanataka kufanya variation ili waendelee kukamua jasho la mnyonge wa Bungoma. Yule mwanakandarasi aliweka pavements zile baraste pale Chebukube. Kijana mdogo hajalipwa. Na wale watu ambao wameweka kando tu na ile shilingi 2,000. Sasa ile watu wakimaliza mkutano, yeye anakimbia kuwapatia shilingi 2,000 na kuahidi maendeleo ya ukora. Kwa sababu hii senda alituambia pesa iko, wametenga pesa ya kuweka nini? Choo. Si alisema hivyo? Wale walienda huko alisema hivyo. Akatuambia watajenga choo, wataweka kila kitu itakuwa kwa hii senda, lakini kufikia sasa hatujui pesa ilienda wapi. Watu wakachukua jukumu wakaenda wapi? Wakaenda Bungoma kwa ofisi ya trade. Kufika kwa ofisi ya trade wakawaambia pesa iko. Hiyo pesa wadi ya viongozi wa kaunti wakakawana. Wakafika mahali tena watu wakaenda huko wakaambia pesa ya choo imefanya nini? Iko kwa ofisi ya afya ofisi ya afya. Wakati watu walienda kwa ofisi ya afya wanakuta tena pesa iko wapi? Ni kama ofisi ya Lusaka ni ofisi ambayo inacheza na watu ya Nalondo. Na hatujui hii, unajua kama kuna mtu ameangusha kaunti hii na ameangusha hapa Nalondo mahali penye speaker wa bunge la kitaifa anatoka ni mheshimiwa Lusaka. Nachukua hii nafasi kushitumu ile jamaa mwenye anaitwa Ben, maneno yenye alisema jana ati wale viongozi wenye walienda kwa mheshimiwa senator kuongea mambo ya soko ati ni sio watu wa soko ya Nalondo. Hiyo ni ukora yao, mambo ya kwenda kwa pusa, waende kwa pusa. Na mambo ya maendeleo, sisi hakuna mtu mwenye amepeana mahari kwa viongozi wa Nalondo ati mkienda kukutana na kiongozi yote mtu anapigia mtu simu ama anaanza kuongea matope. Enyewe tumekaa kwa kiza, hii soko tangu katuzi, tumeumia. Issue na taa hatuna. Tumeenda kwa governor, wanatuahidi tu, mara sisi hatuti mambo ya PAQ, wanatuambia tu iko kwa system. Hakuna kitu tumefaidika kwa ajili ya hii soko. Ushuru sisi huwa tunatoa. Mimi ni secretary wa soko. Mimi hata nimestaajabu kusikia ati mmoja wetu amesema sisi tumeenda kwa senator kwa ajili ya sisi wenyewe, sio viongozi wa soko. Sisi kama viongozi wa soko tumeenda kwa senator kwa ajili ya soko, kwa ajili ya maendeleo ya soko. Tumekaa hapa kwa hii soko kwa muda mrefu bila choo, bila taa, bila hata mahali pa kukaa. Na kuna mambo ambayo kulikuwa tunataka maendeleo hapa soko ya Nalondo. Tukaongea na yeye, na awali tulikuwa tumeongea na gavana lakini hakufanya. Sasa senator alikuwa anataka atutembelee. Mimi kwa maoni yangu naona kuna wengine wameshakanzia kusema ya kwamba sisi ni kundi, sisi ni watoto, si hajulikani. But I'm 48 years now. Nimeona hii soko ikiendelea, hatuna maji, hatuna choo, hatuna dumping site, hatuna auction rings, hatuna ile ya wajuzi wakikuja wauzie ng'ombe. Na hii soko tunataka for future ikuwe township. After tuele kupewa county council, hii itakuwa the next one kuwa township. Na sasa kama township hatuna planning ya soko, how can it come ikuwe township?